maisha yangu sio ya barabarani. Yaani maisha yangu huwa hayaendi huko barabarani. Ndivyo ni kitu ambacho niliamua kuwa maisha yangu sio ya barabarani. Kwa sababu watu walinipenda kutokana na muziki, wanatakiwa wafuatilie muziki. Sio wafuatilie niko single au niko na bwana. Bwana hawezi kuwapa kitu chochote. Jide ni mwanamke wa tofauti sana na una heshima kubwa sana kwenye taifa letu la Tanzania. Unachukua muda gani kuweza kuandika nyimbo zako? Unachukua muda gani kuweza kufikiria maisha yako? Kuna siku nyingine inaweza ikachukua dakika 10, ikachukua siku moja, ikachukua wiki, na inaweza ikachukua miaka mpaka kupata wimbo. Kwa hiyo inategemea huko katika hisia zako ziko katika hali gani. Lakini hamna formula kuwa inachukua kipindi hiki kumaliza wimbo. Ni wimbo gani ambao uliuandika ukaenda studio ukafanya ukarudi ukausikiliza ukarudi tena studio kurudia, na ni kwa nini? Siwezi kukumbuka kwa sababu nina album 11 sasa hivi. Kwa hiyo katika album 11 kuanza kukumbuka hayo mambo kwa miaka 25 ni ngumu. Isipokuwa niwaambie tu kuna project nyingine mpya ambayo inakuja kuanzia mwezi wa 3. Tutaanza kutoa moja baada ya nyingine, na niwaahidi kuwa 2026 nafikiri itakuwa ni moto kuliko nilianza mwaka gani? 2000 itakuwa ni moto kuliko mwaka 2000. Unajaribu kuwaza kwamba kuna siku moja labda unaweza kurudi kwenye utangazaji, kwa sababu ni mmoja kati ya watangazaji ambao walikuwa wa kwanza kugusa ngoma ya mwanamuziki Dully Sykes ukiwa Mawingu kipindi hicho? Okay, kusema kweli nilikuwa nafanya kazi ya utangazaji kwa sababu nilikuwa sina kazi nyingine ya kufanya. Lakini utangazaji sio kitu ambacho kiko ndani yangu, au sio kitu ambacho ndio maisha nilichagua kuwa. Ilikuwa ni njia ya kupita. Kuna siku tunaweza kumwona Red JD akiwa na rap kama zamani, tofauti na sasa hivi kwenye kuimba? Mbona hata kwenye hizi album zingine zilizotoka hivi karibuni nimerap.